Naam mtazamaji bwana, hatimaye tumepata confirmation kuhusiana na video ya Mbosso Khan. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimeibua mjadala mzito sana huko mtandaoni ni hii video ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, moja kati ya video bora kabisa kutoka kwa mwaka huu hapa 2026. Bwana, hii video bwana imekuwa ni kama vile mwendelezo wa mafanikio katika upande wa tasnia ya mziki katika career ya Mbosso Khan. Kama unavyoelewa kwamba Mbosso bwana kila akitoa afanye makosa, yani kila ngoma ambayo anayoitoa kiukweli ni dongo, ngoma ni jiwe, na mwisho wa siku inakuwa na mafanikio makubwa sana. Na hii ni mwendelezo, nimesema hivyo kutokana na kwamba hata mwaka uliopita, mwaka 2025, ni kwamba Mbosso Khan bwana aliachia EP yenye track takriban 6 na ilikuwa inakwenda kwa jina la Room Number 3. Na hiyo EP ambayo aliitoa Mbosso bwana haihitaji maelezo mengi. Ni EP ambayo kila mtu anaelewa kabisa kwamba balaa ambalo limefanyika humo ndani lilikuwa si la kawaida. Maana kama unakumbuka vizuri bwana, katika ile EP ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ni kwamba bwana Mbosso alifanya finito kwa kutoa katika zile ngoma 6, kuna ngoma takriban 2 ambazo zilivunja rekodi. Tunaweza kusema hivyo, yani ndio nyimbo bora kwa mwaka uliopita 2025. Hapa nazungumzia ngoma inayokwenda kwa jina la Power, lakini pia vile ngoma nyingine inakwenda kwa jina la Viola. Bwana, hizi ni ngoma 2 pendwa kabisa na zikamsolidify Mbosso kama msanii ambaye baada ya kutoka WCB ameonyesha kwamba bado yuko na potential ya kuwa successful, yani ya kupata mafanikio akiwa nje ya record label hiyo ya WCB. Sasa hapa ndo maana nimekuambia kwamba huu bwana ni mwendelezo wa kijana huyu bwana Kilungi akiwa anazidi kufanya poa kwa mwaka huu hapa tena. Baada ya kutoa ngoma hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, alianza kuitizi tokea siku 6 zilizopita. Mbosso alikuwa anaposti mahesabu, yani labda anaandika 7 mara moja sawa sawa, alafu anaandika 3 jumlisha 4 sawa sawa, anaandika tena labda 14 gawanya kwa 2 sawa sawa. Majibu yote alikuwa anaeleweka kwamba jibu ni 7. And then siku ya juzi kabla ya kutoa nyimbo yake akasema kwamba 7 itaongea, na ndio hapo akaachia ngoma yake ile siku iliyofuata ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, ngoma imekuwa imebust. Kwa kifupi tunaweza kusema kwamba ngoma imependwa, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza iko on trending namba 1 ikiwa na masaa 24 tayari na zaidi ya views 900,000, yani inakaribia views milioni. Nadhani hata haitozidi siku 2 ngoma hii itakuwa na zaidi ya views milioni. So hii ni success nyingine. Yani haya bwana ni mafanikio mengine ambayo Mbosso Khan bwana ameyapata baada ya kutoka WCB kwa mwaka huu 2026. Hii ndo ngoma yake ya kwanza, lakini tayari ameshaanza kuonyesha ubabe kupitia ngoma hii ambayo ndio kwanza imetolewa kwa ndo ngoma ya kwanza mwaka huu tokea uanze kwa upande wake Mbosso, lakini imekuwa very successful. Sasa baada ya hii ngoma kutoka bwana, ni kwamba kumekuwa na maneno mengi sana bwana, maneno na mambo ambayo yamekuwa yakitrend huko mtandaoni ni mengi mno. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimezungumziwa ni kuhusiana na video yenyewe, ukachana na mafanikio ya video hiyo, lakini kuna vitu vingine kibao ambavyo vimezungumzwa actually pia vile kabla sijasahau. Ni kwamba ngoma hii bwana inafanya vizuri, sio YouTube tu kwamba iko number 1 on trending, lakini pia hata kwenye upande wa Boomplay ni nyimbo ambayo inakimbiza on trending namba 1. Lakini pia huko Boomplay ni kwamba Mbosso ndio most searched artist kwa sasa hivi, yani msanii ambaye anasikilizwa zaidi Boomplay kwa sasa ni Mbosso Khan. Wadau mbalimbali wamempongeza. Pongezi zimetoka kwa watu wengi sana. Ukiendelea kuwa nasi hapa Trend TV, basi tutakupa details kwa kila mtu ambaye amekuwa akimpongeza Mbosso kutokana na mafanikio ambayo ameyapata au kwa hizi kazi ambazo amezionyesha baada tu ya ngoma yake hii ya Darasa la Saba kutoka. Lakini kitu kingine ambacho hapa nataka nizungumze bwana ni kuhusiana na sakata zima la video yake hii ya Darasa la Saba, kwa sababu Mbosso wala hajakwepesha, amenyoosha moja kwa moja, ameachia video moja kwa moja na audio ameachia katika platform za kustream, yani streaming platforms ameachia audio, lakini kwa upande wa YouTube amedondosha video ya hiyo ngoma moja kwa moja.
Naam bwana, huko mtandaoni, moja kati ya story ambazo zina make headline ni kwamba ngoma hii ya darasa la saba bwana, watu wanataka muendelezo. Bwana, hicho ni kitu ambacho kimewashangaza watu wengi sana, yani imefanya watu wengi sana wamekuwa excited, watu wamependa ngoma. Lakini kama unakumbuka vizuri, kuna rapper ambaye anafahamika kwa jina la Rapture, ambaye huyu yeye alitoaga nyimbo inaitwa Lisa, na ile Lisa watu walivyoipenda ikawa na muendelezo, yani ikawa ina part 2, 3 na kuendelea. Sasa jambo hilo bwana limekuwa requested na wadau mbalimbali huko mtandaoni kuhusiana na nyimbo hii hapa ya darasa la saba, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambazo tuko nazo hapa, kuna mdau hapa anaitwa Optiger, yeye amekuja kuweka maoni yake kuhusiana na hilo swala, akiwa anadai kwamba darasa la saba iwe na muendelezo kama Lisa ya Rapture. Kutokana na story humo ndani ilikuwa ni nzuri, kwa hiyo wadau ndo wamekuja kutoa maoni hayo. Sasa basi moja kwa moja hapa Optiger ameweka makala yake huko mtandaoni. Nataka nikusomee hii makala ambayo imeandaliwa hapa na Optiger kuhusiana na wimbo huo, ambapo ameandika kwamba nimeitazama video ya Mbosso darasa la saba, kwa kweli ni video bora sana. Msanii amewekeza kwa kiwango kikubwa kuanzia mwanzo utekelezaji hadi ubora wa picha. Video imechukuliwa katika mikoa tofauti tofauti, jambo linaloashiria wazi kusafirisha crew, vifaa na mipango yote haikuwa kazi rahisi. Hapa lazima mkwanja mrefu utakuwa umetoka. Bila hata kugusa sana suala la uandishi, ni wazi kwamba Mbosso ni msanii ambaye aliyekomaa katika eneo hilo. Ndani ya wimbo huu ameandika maudhui ya kipekee ambayo si ya kawaida kwenye nyimbo nyingi za sasa hivi. Tofauti na maudhui tofauti na maudhui tuliyoyazoea ya mambo ya pombe, starehe na wanawake, darasa la saba imewasilisha hisia za mapenzi kwa ubunifu wa hali ya juu na simulizi ya maana. Kwa hiyo hongera sana kwake director Fole X kwa video kali na inayovutia. Hata hivyo pia vile kwa upande wangu ningependa kuona Mbosso asiishie hapa. Kisa kilichotokea bado hakijaisha. Kama alivyofanya Rapture kwenye wimbo wake wa Lisa ukawa na series, itakuwa poa sana kama muendelezo wa darasa la saba pia ukapatikana, yani darasa la saba part 2. Kisa hiki ni kizuri mno, kisiishie njiani. Kwa hiyo huyo ni Optiger ametoa hiyo maoni yake kuhusiana na hiyo ngoma, lakini pia akaja akazungumzia tena kuhusiana na mafanikio ya ngoma hiyo, kwa sababu unaelewa kabisa kwamba kuna ngoma ilikuwa ina trend sana, ile ngoma fulani hivi ya yule Mnyarwanda, ambapo hapa yule jamaa anaitwa Papatui ya Stromae au vipi. Kwa hapa kwa mujibu wa Optiger anasema kwamba darasa la saba ya Mbosso Kane imefunika Papatui ya Stromae, nyimbo ya yule Mnyarwanda. Tutazungumzia hiyo katika video inayofuata kwa undani zaidi, lakini kwa sasa hivi weka maoni yako na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.